ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Kipekee ninamshukuru Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zake. Majira ya tarehe 20 nilipata ajali ambayo kwa namna ya kawaida ni kwamba haikuwa ajali ya kawaida, lakini ni kwa neema ya Mungu ameniokoa, ameniwezesha, na namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Na wakati wote mimi huwa sipendi kukiri madhaifu, sipendi kukiri kushindwa. Huwa ninapenda kukiri uimara kwa sababu ninajua kilichomo ndani yangu. Ninamjua aliyomo ndani yangu. Yeye ni mkubwa kuliko jambo lolote. Nilipata ajali ya pikipiki, mazingira ya kutatanisha, na ni kama Mungu alikuwa akinionyesha hivi baadhi ya mambo ambayo hayakukaa sawa. Na wakati fulani matokeo yanayokuja kuonekana nje na kuja kujifunza kwamba kumbe. Kwa hiyo niliumia upande huu wa kulia huu upande wa mkono hapa niliumia na mkono ulishtuka, lakini yalipangwa zaidi ya hayo, yalipangwa magumu zaidi, sababu nimekuwa nikiwa na huduma kadhaa ambazo zimekuwa zikipigwa vita sana. Kwa hiyo niombe tu kwamba na niseme tu kwa Mungu kwamba Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Hakika neema yako Yesu Kristo inatosha. Hakika wokovu tunapata kwa neema kwa njia ya imani. Mungu wa mbinguni akubariki sana, akusaidia kuimarisha hata wewe katika ile gumu. Tambua kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Mungu atakuponya, Mungu atakuonekanikia. Naitwa mtumishi Hawa Mayumba. Tukafuatilia somo hili la majira na nyakati. Asante sana. Shalom mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu. Niseme tu kwamba katika dunia hii tulionayo viko vitu vingi sana ambavyo vimefichwa katikati ya majira, vimefichwa katikati ya wakati, vimefichwa katikati ya muda. Na tunapovifanya nje na muda ule au kwa kuchelewa ule muda, vingi havifanikiwi, kwa sababu asilimia kubwa sana ya vitu vimefichwa ndani ya wakati na majira sahihi. Tukasoma kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka ule wa 2. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwamba katika kila jambo ambalo linafanyika au linatokea, lilisharatibiwa, lilikuwa ni wakati wake na linalo majira sahihi ambayo kwa namna moja au namna nyingine hili jambo linatokea. Lakini anasema kwa kila kusudi chini ya mbingu, kwamba hata majira ya wokovu, saa ya wokovu ikifika, mtu hawezi kupinga. Saa ya wokovu inapofika, mtu hawezi kupinga. Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa hiyo niseme kwamba watu wengi wanahangaika na mambo yao mengi sana, lakini usipohangaika kutafuta kusudi lililofichwa ndani ya majira na nyakati sahihi, utateseka sana. Yamkini vita unayopitia ni kwa sababu unajaribu kufanya mambo nje na wakati ambao ni wa kusudi maalum, chini ya wakati ambao ni wa baraka za Mungu, chini ya wakati ambao kwa namna moja au namna nyingine ni kwamba Mungu hakuruhusu hilo jambo kutokea kwa wakati huo. Kwa hiyo unang'ang'aniza, na ukisha ng'ang'aniza manake unatoka nje na mapenzi ya Mungu, na ukishatoka nje ya mapenzi ya Mungu unakutana na kibao cha Mungu. Kwa hiyo niseme tu kwamba mpendwa mtazamaji na msikilizaji na yanifuatilia katika akaunti mbalimbali za kijamii, kwamba iko sababu ya mambo hayo yanayokupata kutokea. Iko sababu, ni kwa sababu mambo mengi yamefichwa chini ya majira maalum, yamefichwa chini ya nyakati maalum. Biblia imeeleza sana. Kwa msomaji mzuri wa Biblia utakumbuka anasema kwamba katika majira na nyakati zilizofungiwa kwa kipindi fulani. Kwa hiyo niseme tu kwamba yawezekana unateseka, unapita katika magumu kwa sababu unafanya mambo nje na kusudi, nje na wakati ulioamriwa. Sasa tunawezaje sasa kujua huu ni wakati sahihi wa kufanya hilo jambo? Ndipo hapo sasa Mungu anaposema wakati. Ndipo hapo Kristo Yesu anaposema wakati. Na Kristo Yesu akiwa ndani yako na wewe ukiwa ndani yake, atakupa amani ambayo
utakaye kufanya ujue na utambue kwamba hili jambo liko ndani ya kusudi la Mungu. Hili jambo liko ndani ya mapenzi ya Mungu. Hili jambo lipo ndani ya wakati wa Mungu. Na utakuwa ukimuuliza, na ukiona mambo yaendi, utakuwa na uwezo wa kukata rufaa na kumwendea huyu baba na kumuuliza, baba, mbona sioni majibu? Mbona sioni hatua? Mbona sioni? Kwa hiyo lazima kwa namna moja au namna nyingine tubadilike. Na tunapobadilika, manake tunamsababisha huyu Mungu aone namna ya kumsaidia huyu mwanadamu ili kutambua mapito sahihi au njia sahihi. Tunapita katika njia zenye makandokando mengi sana, lakini kama Mungu atakuwa kinyume nasi, kama tutakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, manake tutahangaika, mbio zetu zitakuwa ni bure. Kumbuka tu kwamba nataka nikwambie tu neno la maarifa hii kwamba katika kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Je, jambo lako ni majira sahihi ambayo unataka kulifanya? Yatakapofika majira sahihi, utaona kwamba mambo yote yanakaa katika njia iliyonyooka au mstari mnyofu, na utaona changamoto yote. Na nimalize tu kwa kusema kwamba tunapita katika dunia ambayo ina changamoto nyingi, lakini tusimwache Mungu. Mungu akawe msaada wetu, Mungu akawe kimbilio letu. Mungu mbinguni akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza.